Ahlan wa sahlan wa marhaban mpenzi mtazamaji, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Natumai mzima buheri wa afya. Jina langu ni Haifa Muhammad na karibu katika kipindi kipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo Bustani la Ndoa. Mpenzi mtazamaji, leo ni furaha tena kuwa naye Sheikh wetu Sheikh Yusuf ambaye anazidi kueleza zaidi wewe mwanandoa ama wewe ambaye unataka kuingia katika ndoa, ni yapi ambayo unapaswa kufahamu, kwa sababu anakuambia ndoa ni kitu muhimu sana, haswa kwa vijana ambao hamjaoa, basi mubidike ili muweze kupata jiko, na ambao pia hamjaolewa pia mjibidishe muweze kupata angalau mume. Usiseme unasingiziwa, hapana. Na inshallah tukielekea kwake katika mada yetu ya leo, tutaenda kuangazia mipaka ya ndoa. Tutaka kujua kadri ndio wanandoa wanaishi pamoja, lakini kuna mipaka ambayo labda huwa lazima iwepo katika ndoa ili heshima idumu, kwa sababu wengine wanavuka mipaka, mwisho wa siku inakuwa pia inakuwa ni kama ukosefu wa heshima baina ya wale wanandoa wawili. Inshallah tukielekea kwake tuweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Karibu sana Sheikh. Ahsantum. Ni furaha tena kuwa na wewe ndani ya studio zetu ili kuweza kufahamu mawili matatu kuhusiana na hili swala tata la ndoa. Inshallah, bismillah. Hata mimi nafurahia na nawashukuru kwa mwaliko wenu pia katika ukumbi huu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wajazi kila kheri inshallah. Amin, amin. Nafikiria tumekuwa katika kipindi na vipindi kadhaa ambavyo tumeweza kuzungumzia masala ya ndoa. Ndiyo. Alhamdulillah, kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, leo tutaweza kuzungumzia mipaka. Na ni wasia wetu na matumaini yetu kwamba wanandoa watakuwa ni wenye kuzingatia. Ndiyo. Kwa kuwa haya ni maisha ambayo yanampendeza Allah Subhanahu wa Ta'ala, maisha ya ndoa, na pia malaika wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wanafurahia, na mtume pia anasema atajivunia kupitia kwa ndoa, atajivunia kwa kizazi kuwa kingi na umma wa bwana mtume kuweza kuongezeka. Kwa hivyo ndoa, ndugu zangu, dada zangu, ni miongoni mwa mambo ambayo yanalete furaha katika maisha. Alafu pia ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuhimiza zaidi ndani ya Qur'ani, na ikafika mahala pia akasema hata mkiwa hamna mali, mkiwa katika hali ya umaskini, Mwenyezi Mungu atatutajirisha. Na kwamba wengi huwa wanakimbia ndoa, pengine wanaona ya kwamba sasa hivi sijapata kazi. Ndiyo. Na sijakuwa na uwezo wa kuweza kumhifadhi au kumlinda yule ambaye ninamlete. Lakini uhakika wa mambo ya kwamba riziki ya mwanadamu na riziki yote ya viumbe inatoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na kila ambapo tunafanya juhudi, hatufanyi kwa taufiki na nguvu zetu. Yote tunatarajia kutoka kwa nani? Kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu ndiye anayekupatia. Hata kile ambacho unamiliki ni kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo taufiki ni ya Allah. Wama tashauna illa an yasha Allah. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameshatuahidi kwamba unapoingia katika maisha ya ndoa kuna riziki ya mwenzako na kuna riziki yako. Hii riziki yote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anailete, na tusihofie kuingia katika haya maisha, kwa sababu ni maisha ambayo yamesisitizwa sana na Uislamu. Wengine wanakuambia mpaka wajenge ndo waweze. Ndio wajenge ama anasema acha nisubiri nipate pesa vizuri ndio niweze kuingia katika ndoa. Na kawaida kila hata ukipata hizo pesa bado ukimlete bado utazidi kutafuta hizo pesa. Kwa hivyo ni moja kwa moja ndoa mara nyingi inakuwa ni mtu kuwajibika. Kwa hivyo hata kama haujawajibika mwanzoni, pindi unapomlete mwenzako ndio utaona ya kwamba maisha yanakulazimu uweze kutafuta. Kwa hivyo wale ambao hawajaingia katika maisha ya ndoa waingie, kwa sababu ni kipindi ambacho tunahitaji pia umma wa bwana mtume uweze kuongezeka. Alafu pia katika maisha haya ni maisha ambayo yanafurahisha siku ya Kiyama. Na ibada ya Muislamu inakuwa ni yenye kutimia zaidi akiwa katika maisha ya ndoa. Kwa hivyo tusihofia. Mwenyezi Mungu ashatuahidi kwamba atatupatia. Na yule ambaye anakuja atakuja na riziki yake. Kwa hivyo
tusihofie, kila mtu na sahani yake, kila mmoja na sahani yake. Kwa hivyo tuweze kuifuata hii sunna ya Bwana Mtume. Na wakati mwingine pia, dada yangu Haifa, ndoa wakati mwingine inaweza kuwa ni wajibu kwa mtu. Ndiyo. Ingawaje tunaikimbia, lakini inafika masala inakuwa ya kwamba sasa hivi maisha ambayo wewe umefikia, ndoa kwako ni lazima. Kama vile wanavyosema maulama kwamba ikiwa kuacha kwako kuoa kutakupeleka kwa maasi, ni lazima wewe uoe. Ndiyo. Mwanadada, ikiwa kuacha kwako kuolewa kutakuingiza kwa maasi, kwa hivyo ndoa inakuwa ni wajibu kwako. Kwa hivyo lazima uolewe. Ndiyo. Na maisha ya sasa ndio haya ambayo tunayaona. Wengi wanakimbia ndoa lakini wanaingia katika maasi. Kwa hivyo tunaweza sema kiasi kikubwa kuna majukumu na kuna uwajibu wa ndoa katika hali kama hii. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie insha Allah umma wetu, umma huu uwe ni umma ambao unashikamana na ndoa na ambao ni umma Bwana Mtume atajivunia siku ya Kiyama insha Allah. Mada ambayo nafikiria umeiweka mbele ni kwamba mipaka. Ndiyo. Katika ndoa kuna mipaka. Ndiyo. Na pia kabla haujatambua mipaka yako, kwanza inafaa umwelewe mwenzako. Ni nini anachohitaji, ni nini anachokipenda. Ndiyo. Na ni nini ambacho hahitaji na nini kipi ambacho hakipendi. Mwanamke anafaa kutambua pia kwamba mume ndiye ambaye amemlete. Ndiyo. Na wakati mwanamke huyu au binti huyu ameingia katika maisha ya ndoa, ako chini ya yule mwanaume. Hakika. Ingawaje majukumu yote na utawala wote, uongozi wote wa nyumba uko chini ya mwanamke ndiye anatawala. Hata tukisoma baadhi ya aya za Qur'ani, mara nyingi zinazungumzia nyumba ni ya mwanamke. Kweli. Anatunza, anaiangalia ni hiyo nyumba ni yake. Kweli. Hata ukisoma katika kisa cha Nabii Yusuf, wakati yule mke wa mfalme alipomtaka Yusuf, Qur'ani inasema warawadatha allati huwa fi baitiha, yani alimtaka yule mwanamke ambaye Yusuf alikuwa kwenye nyumba yake. Nyumba ni ya nani? Ya yule mwanamke. Hakusema ni ya mfalme. Ndiyo. Kwa hivyo mara nyingi mwanamke yeye ndiyo msimamizi wa nyumba. Ingawa mwanaume ni msimamizi wa jumla, kuweza kumdhamini na kuweza kumtunza yule mwanamke aweze kutekeleza yale majukumu ya nyumba. Hakika. Kwa hivyo unapoingia katika maisha ya ndoa, mwanamke unafaa ujue mipaka yako ni ipi, na wewe mume unafaa kujua mipaka yako pia ni ipi. Mara nyingi haya ndiyo mambo ambayo yanafanya ndoa zetu zinayumba, mmoja kutochunga mipaka ya mwingine, na mara nyingi inaharibu ndoa. Katika Uislamu kuna hii mipaka tumeitaja kama hukuku, haki. Haki ambazo wewe mke unafaa kumtekelezea mume wako. Ndiyo. Na wewe mume kuna zile haki ambazo unafaa kumtekelezea mke wako. Miongoni mwa haki za mke kwa mume wake, wacha tuanze upande wa wanawake. Ili mwanamke aelewe kwamba mimi nahitaji kitu fulani kutoka kwa mume wangu. Kitu cha kwanza ni nafaka, yani matumizi. Hii ni wajibu kwa mwanaume. Unapomlete binti au msichana wa wenyewe kwako, uhakikishe ya kwamba kila anachohitaji, chakula, mavazi, malazi na matumizi yote ni juu yako, sio juu ya wazazi wake. Ndiyo. Tayari wazazi washamaliza yale majukumu pindi walipokukabidhi yule binti. Kwa hivyo kitu cha kwanza ambayo tunafaa tuelewe ya kwamba mwanamume ni wajibu wako kuhangaikia familia yako. Sio sunna, ni wajibu.
Na hata kuna riwayati nyingi, hadithi nyingi kutoka kwa maimamu wetu na hasa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Miongoni mwa hadithi moja ya bwana mtume, anasema bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, iyalu rajulu usurauhu, familia ya mume ni watu wake, mke wake na watoto wake. Wa ahabbu al-ibadu ila Allah ta'ala ahsanuhum sani'an ila usraihi, na mja ambaye anampendeza Mwenyezi Mungu zaidi katika waja wake ni yule ambaye akifanikiwa mara nyingi huangalia familia. Aswa. Unafanya kazi kwa sababu gani? Nafanya kazi kwa sababu nilipie familia, watoto wangu shule, ndio, nilishe familia, wapate matibabu, na ninunue hata kama ni kununua shamba, na nunua kwa sababu ya familia yangu. Haufanyi kwa ajili yako wewe, unafanya kwa ajili ya. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapokufanikisha, anapokujalia kwamba umefanikiwa katika maisha, kitu cha kwanza ambacho unafaa uangalie ni hiyo familia yako. Ndio. Na utakuwa unampendeza Allah Subhanahu wa Ta'ala zaidi ikiwa kitu cha kwanza unapofanikiwa, kwanza unahakikisha kwamba na familia yako imekuwa ni yenye kufanya nini? Yenye kufanikiwa. Hakika. Hadithi nyingine ambayo ninaweza share na wewe ambayo inasema alkadu ala iyalihi, yule mwenye kujitahidi kwa ajili ya kuhangaikia familia yake. Kila mwenye kuhangaikia familia yake mume, kalmujahid fi sabilillah, anakuwa ni sawa na mja ambaye anapigana katika njia ya Mwenyezi Mungu. Mashaallah. Wewe ni mujahid. Kwa hivyo wanaume, hii ni heshima ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupatia na ni cheo chetu. Na ni wengi ambao huwa hawaoni kama ni jukumu, kwa sababu mwisho wa siku utakuta ndio watu wameoana hapa mwanzo wajua mapenzi huwa ni mazuri, hapa kila kitu atatoa. Lakini ufikia mahali mwisho unakuta mwingine anakuwa ni kama mwenye lazima mpaka mimi ni muombe, ama mpaka mwanamke amuombe, jamani ni hivi na hivi, na wakati anajua kabisa hili ni jukumu lake yeye kutimiza. Sasa unakuta wengine inakuwa inaleta mushkil. Maana utakuta wengine hata kusema mimi akitoka nje akaenda labda kwa marafiki zake, mimi hata mume wangu toka alikuwa mwanzo akifanya leo siwezi afanye. Na masikitiko makubwa ni kwamba baadhi ya wanaume wamekwepa haya majukumu sana. Na utaona wanawake wengi ambao wako kwenye ndoa, wao ndio wanahangaikia familia. Ataenda kwenye kibarua kwa ajili ya watoto na hata kumtunza huyo mume. Sasa hapa kidogo yule mwanamke anakuwa kama mtumwa. Na inamlazimu kwa sababu yule mwanamume amekataa, na wakati mwingine wanasusia tu kutoa kwa ujeuri. Na ana uwezo, lakini unajua masala ya yule ambaye hana kazi ni masala tofauti. Lakini yule mwenye ana uwezo na anapuuza haya majukumu, anapata dhambi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na pia analaaniwa. Kwa kuwa ni jukumu lake ambalo anakimbilia. Lakini unajua roho ya mwanamke kwamba bado anakuwa na huruma na anakuwa na masikitiko sana kwa familia yake. Na ni jambo ambalo liko katika nafsi yake. Taka kuona mwanangu anahangaika. Maana mama ni mama. Hata uwe mtoto amekuwa mkubwa kiasi gani, mama ni mama. Siku zote atasikia dhiki, mbona mwanangu anahangaika? Mbona hivi? Na hakuna mzazi ama mama yoyote anayetaka kuona mtoto wake akihangaika. Ndio maana ako radhi hata kama yule baba hatoi, lakini yeye ataenda mbio kuhakikisha huyu mwanangu anakuwa salama. Kabisa. Kwa hivyo wanaume tuweze kuhusiana kwamba tusimame katika majukumu yetu, na ni wajibu wetu sisi kutunza familia zetu. Kila mmoja ana hili jukumu. Mara nyingi unaona wakati unapokataa kutekeleza haya, unakuta pia familia nayo inaishi katika maisha ya dhiki sana. Na
wakati mwingine pia wanakuona kana kwamba si mzazi. Ndio. Na ndio maana utakuta watoto wengine yani hawako na ule ukaribu na baba zao. Kabisa. Kwa sababu unajua wanakwambia mtoto anaiga tabia unaza kuwa nazo mzazi. Kama mtoto akiangalia kumbe babangu hii ndio tabia yake, mbona nimtegemee? Akiangalia kila siku mamangu huyu anipa shilingi hii, mamangu huyu anasina hiki, maana utasikia mzazi mwingine mtoto ameamua ni siku ya shule imefika, na ukiangalia ni jukumu la mzazi kumnunulia vitabu vya shule ama nini. Utakuta ndio ameenda kwa babake, baba mimi leo sina fees nimetumwa, ambao anaenda kwa mama yako. Alafu pia unakuta baadhi ya watoto wanaangalia, wanaona baba ametupuuza, hamsaidii hata mama. Anayetuhangaikia ni mama na ni majukumu ya baba. Umeona? Sasa huyu mtoto anakuwa katika chuki. Yani akilini mwake anasema nikifanikiwa nitamsaidia mama. Na katika maisha yangu mimi sitamsaidia baba. Kwa sababu yale maisha ambayo ameishi, ameona amelelewa na mama. Naam, kwa sababu yeye mama ndiye alikuwa anawahangaikia. Lakini sisi wazee tukisimama katika majukumu yetu, tukayatekeleza sawa sawa, basi tutadumisha heshima kwa wake zetu na kwa watoto wetu. Sasa maisha nayo yatakuwa ni mazuri. Kwa hivyo kitu cha kwanza, nafaka hii matumizi. Matumizi ya nyumba yanamhitaji mwanamume kuweza kuhangaikia. Mwanamke kazi yake ni kuyatunza yale matumizi. Na ndio tutakuja kuelezea katika kipindi kitakachofuatia. Nukta ya pili ni maisha mazuri. Wao wanataka kuvaa vizuri. Mtoto wako anahitaji kuvaa vizuri. Asiwe anaangalia namna wajirani anavyovaa, yeye mwenyewe anajihurumia. Mke wako pia anahitaji kuvaa vizuri. Unahitaji pia mke wako apendeze. Vile ambavyo ulivyomchukua akipendeza kutoka kwao, usimfanya akachakaa. Kwa sababu ni jukumu lako. Kuna baadhi ya wanaume ambao wake zao wanajutia kuolewa na wale wanaume. Kweli. Sababu maisha waliokuwa akiishi kwao, mwanamke alikuwa anavaa vizuri, alikuwa anakula vizuri, alikuwa anapata matibabu, alikuwa anatunzwa vizuri. Maisha yalikuwa ni mazuri. Lakini amemkubali huyu mwanamume, maisha mwanzo yakawa mazuri. Lakini ikafika mahala akakatisha yale maisha. Mwanamke akawa amechakaa. Watoto pia nao ukiwaangalia ni kana kwamba ni mayatima, lakini wana baba mzazi. Mke anakaa kana kwamba ni mjane, lakini ana mume. Kwa sababu yule mume amezuia. Ni wajibu wa kila mwanaume kumtekelezea na kuhakikisha familia yake inaishi katika maisha mazuri. Ndugu zangu, ni tuelewe kwamba hatusemi kwamba kwa vyovyote vile hata kama hauna inakuwajibisha. Yule ambaye hana anajulikana kwamba hana. Na hata mke wako anakuelewa katika maisha. Unajua maisha yenyewe yanajieleza namna ambavyo mnavyoishi. Kwa hivyo anaelewa kwamba umeishiwa na kuna kipindi ambapo ukifanikiwa hali itakuwa nzuri. Kwa hivyo ni bora zaidi sisi tuwe ni wepesi sana wa kutengeneza maisha ya familia zetu na kuzifanya ziwe bora zaidi. Naam, shukran sana Sheikh. Shukran kwa hilo. Kufikia hapo acha tuchukue mapumziko, tukirudi tuweza kuendelea na kufahamu zaidi kuhusiana na mipaka ya ndoa, mume kwa mke na mke kwa mume. Shukran sana. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya kwanza tukiwa na Sheikh Yusuf ndani ya studio zetu za Bahdi TV unafahamu mengi na mawili hasa mengi ambayo ameweza kuiangazia kuhusiana na mipaka ya mke kwa mume na mume kwa mke. Wakati tunazidi kuziangalia hizo points zaidi, kujua zaidi jukumu la mume kwa mke, kama alivyosema Sheikh kwamba kisha mke wako anakaa vizuri, yani yale matumizi ya nyumbani unampa, ndio yule mwanamke naye atakutunzia nyumba vizuri. Hapo utakuta mipaka pia unaifanya inakuwa ni kitu kizuri, inakuwa kuna maelewano baina ya wewe na mke, baina ya mke na mume na mume na mke. Inshallah, acha tuchukue mapumziko, tutakaporudi tuendelee zaidi.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ya kipindi kipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo Bustani la Ndoa, tukiwa naye Sheikh wetu ndani ya studio zetu za Mahdi TV. Anazidi kutazamia kuhusiana na mipaka ya ndoa. Tunafaa kufahamu kwamba jukumu la huyu ni kama majukumu katika ndoa, ili ndoa yenyewe izidi kuwa na heshima, kwa sababu upoteaji wa heshima kumaanisha kuna mipaka ambayo imeweza kuvukwa, kuna mipaka ambayo haijatimizwa kama inavyopaswa kutimizwa. Na inshallah tukirudi kwake Sheikh tutaweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Naam, karibu tena Sheikh. Asante. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, katika kipindi cha kwanza tumeweza kuelezea haki ambazo anafaa mume kumtekelezea mke wake. Naam. Na tukaeleza kitu cha kwanza ni matumizi. Ndio. Alafu maisha mazuri tukaeleza. Kingine ambacho ni muhimu zaidi ambacho twafaa kuweza kukumbuka ni kwamba mke pia anahitaji ulinzi. Ndio. Kwao alikuwa analindwa na baba na mama na ndugu zake. Ndio. Na walikuwa wanamtunza yule binti wakimwepusha na kila la shari. Sasa hivi wamekukabidhi wewe mume, pia wafaa umtunze, kumwepusha na kila la shari. Aishi maisha ya utulivu, aishi maisha ya amani, yeye pamoja na familia yake. Na kando na hiyo pia anafaa pia aishi maisha ya ibada, sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Suratu Tahrim aya nafikiria ni ya 6 ama 7, Mwenyezi Mungu anasema ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahalikum nara. Enyi mliamini, zilindeni nafsi zenu na pia mzilinde nafsi za watu wenu. Kwa hivyo tunapozungumzia kwamba masala ya ulinzi, si masala ya ulinzi wa nyumba tu, pia katika imani. Ndio. Ulinde familia yako katika imani. Wewe unaswali. Ndio. Je, mke wako anaswali? Ama nile ukiamka subhi unamwacha analala, wewe unamwacha analala. Pia unafaa umuhimize kwamba mke wangu, hata naambiwa unaweza ukaswalisha jamaa wewe na familia yako. Ndio. Swala ya jamaa si msikitini tu, pia katika manyumba yetu. Unafaa pia, kama umesoma alhamdulillah, unafaa pia umsikize mke wako anasoma vipi Qur'ani. Kama vile unafaa kuwasikiza watoto wako madrasa wamesoma nini. Ndio. Na kama haujasoma pia muhimizane nyote, wewe na mke wako, muweze kutafuta mahala ambapo mnaweza kupata hiyo elimu. Ndio. Kwamba nyote mnatamani kuingia peponi. Kama vile mimi ninavyotamani mume kuingia peponi. Ndiyo. Pia yafaa nitamani pia mke wangu aingie pamoja na mimi. Ndiyo. Peponi. Ndiyo. Lakini itakuwa ni makosa wewe unaswali lakini mke wako haswali. Na ukiona mke haswali, jua watoto kuna hatari. Kwa watoto kuna hatari. Ndiyo. Kwa sababu mara nyingi malezi ya watoto inatoka kwa huyu mama. Ikiwa wewe utamuamrisha kuswali, ama ikiwa yeye atakuwa ni mwenye kuswali, watoto pia nao watakuwa ni wenye kuswali. Ndiyo. Kwa hivyo vile unavyomlinda kutokana na shari, yani unahakikisha ya kwamba yeye hakuna shari yoyote inayoweza kumfika ya kimaisha. Ndiyo. Pia hakikisha shari isimfike ya adhabu. Ndiyo. Kwa hivyo haya ndiyo maisha ambayo tunafaa kama Waislamu tuweze kuhimizana kwamba sote tutamani tuingie peponi pamoja na familia zetu. Mara nyingi watoto hupotea na watoto hubadilika tabia zao wakiangalia wazazi. Ndiyo. Watoto watakuwa wema wazazi wakiwa ni wema, kwa sababu nyumba itakuwa ni nyumba ya waja wema. Ndiyo. Watu wenye kushikamana na ibada. Itakuwa ni makosa wewe kuamrisha pia
mke wako kuswali na wewe mwenyewe hauswali. Ndiyo. Na maisha ya sasa hivi wakati mwingine inakuwa ni kinyume. Kweli. Unaweza kuta mume anaswali, mke haswali. Ama ukakuta mke yuaswali, mume haswali. Ndiyo. Sasa inakuwa ni changamoto pia kulea familia katika hiyo hali. Maana utakuta hasa upande huu Sheikh, naona mwanamume kwa kuwa kiongozi wa nyumba akona ile nguvu, maana akona sauti. Yeah. Unakuta zaidi na kwa sauti yake ikiinuka anajua hapa amri imetoka. Yeah. Nimesema nyumba yangu watu wakae bila swala. Unakuta unawahimiza kuswali. Alafu ukifika labda ni upande mwanamume haswali na ni mwanamke anaswali, utakuta iko na uzito wa ule mwanamke kumwamrisha ule mwanamume. Kwa sababu kuna mwingine ukimwamrisha shakuja juu. Naam. Utajuaje mimi kwamba mimi nikikwambia unakuja juu na unajua ni jambo la Mwenyezi Mungu, haunitekelezei mimi. Kabisa. Kwa sababu ni thawabu zako unazotafuta na mimi najitafutia za kwangu. Mara nyingi mwanamke huwa anavutia katika matendo yake. Hata unapomuona mwanamke akiswali, mume haswali, kidogo huwa kuna kitu ambacho kinamuumiza, kinamgonga mwanamume ndani ya nafsi yake. Kinamwathiri. Na ni rahisi yeye mwenyewe hata kujirekebisha kabla hajaambiwa. Lakini wakati mwingine mwanamke anaweza akapuuza na zile swala zikapotea namna hiyo. Huenda wengine wanakuwa ni majukumu mengi ya nyumbani, lakini anafaa kuelewa Mwenyezi Mungu ni bora zaidi kuliko yale ambayo yote anayatekeleza. Na ukitaka mambo yako yawe mepesi, kazi zako pia ziwe nyepesi nyumbani, shikamana na ibada. Kwa hivyo Uislamu haujaeleza kwamba ni wewe mwanaume inafaa ufanye ibada, mwanamke usifanye. La, wote inafaa tufanye ibada. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapozungumzia jaza, malipo ya wale wenye kutenda mema, anazungumzia kwa mwanamke ni sawa na mwanaume. Haya mambo mengine ambayo yanaboreshwa, yanakuwa mwanaume anakuwa juu zaidi, ni mambo yetu ya hapa duniani, kwa mfano urithi na kadhalika. Lakini mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Kwa hakika aliye bora zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu kwetu sisi binadamu ni yule ambaye anafanya nini? Anamcha zaidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa hizi ni haki ambazo mume anafaa kumtekelezea mke wake. Na je, mwanamke sasa tushajua mimi kama mwanaume nina majukumu ya kuhangaikia familia yangu. Mimi kama mwanaume ni jukumu langu kulinda familia yangu. Mimi kama mwanaume nikifanikiwa, familia yangu watu wanaona kupitia kwa familia yangu. Sasa je, kwa upande wa mwanamke, anahitaji haki za mwanamke ambazo anahitaji kumtekelezea mume ni haki zipi? Kitu cha kwanza, kama mwanamke unafaa umtii, toa, utiifu. Yule mwanamume ni kiongozi. Ni kiongozi wa familia. Kwa hivyo amri zake zote yanafaa mwanamke aweze kumtii. Kwa hivyo ni jukumu lako ewe mwanamke kumsikiliza mume wako na kutii katika amri zake. Utakapo muasi, basi mara nyingi unaona yale maisha ya nyumba. Tuache kwanza mambo na adhabu. Yale maisha ya nyumba yanaanza kuzoroteka. Maisha yanaanza kuwa hayana mipangilio, yanayumba. Na hili hata limehimizwa na Mtume na maimamu katika hadithi nyingi. Utiifu. Mwanamke hafai kuonyesha ujeuri kwa mume wake. Sababu mara nyingi picha ipo ni kwamba huyu mwanamume ndio mwenye anamhangaikia. Yeye ndiye anamlinda. Na yeye ndiye ambaye anamshughulikia kwa kila jambo. Kwa hivyo inafaa kila anapolifanya jambo, kwanza hebu asikie huyu mume anasema nini. Unajua hata tunaambiwa ya kwamba katika hukumu za Kiislamu, wewe mwanamke haufai kufunga saumu ya sunna bila ruhusa
ya mume. Ndiyo. Wajibu hiyo sio lazima kwa sababu wajibu ni wajibu. Hii ya sunna mpaka umwambie baba fulani kesho ninakusudia kufunga saumu, unaniruhusu? Ndiyo. Akisema sikuruhusu, usifunge. Na bado utapata thawabu zile za kufunga. Naam. Lakini usibumburuke tu nimeamka niko katika saumu. Nimeamka na sunna mimi. Sababu huenda kuna zile haki zake unaweza kuwa unazizuia. Ndiyo. Imepokewa hadithi kutoka kwa al-Imam Jaafar Sadiq. Allahumma salli ala Muhammad. Anasema mwanamke mmoja alimwendea Mtume. Akamwambia, ya Rasulullah, ma haqqu zawja ala almar'a? Ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, ni ipi haki ya mume kwa mke? Ndiyo. Yani huyu mke anafaa kumtekelezea nini mume wake? Mtume akasema, antuti'uhu wala ta'aswihi, ni wewe mwanamke umtii mume wako, usimwasi. Wala tasduqu min baitihi illa biidhni, usitoke kwa nyumba yake bila ruhusa ya mume yake. Ni vile tu binti, wakati ulipokuwa nyumbani ulikuwa hauwezi ukatoka kwenu bila ruhusa ya mzazi. Ndiyo. Sasa wewe umewekwa chini ya uangalizi wa huyu. Na inapaswa kuwa vile. Wajibu wako ni ule tu. Ndiyo. Kwa hivyo haufai kutoka bila ruhusa yake ya mume. Maana hapa kilichobadilika tu kwamba umeenda kwa mume. Lakini lengo ni lile. Maana ulikuwa kwenu nyumbani ulikuwa hutoki bila ruhusa ya yule mzazi. Yani inakuwa yale majukumu yaliyokuwa kwa mzazi yanakuja yanaanguka kwa kwa mume. Yani mavazi ulikuwa unaomba mzazi wako. Ndiyo. Saizi haumuombi mzazi wako. Ndiyo. Na hata sasa hivi ukimuomba mzazi wako, baba naomba uninunulie nguo, atakwambia mume wako anasema nini? Hauna mume? Kwani mume wako ana shida gani? Ndiyo. Au nisaidie nikopesha, anauliza kwanza mume wako. Na halafu wazazi wengine pia wanasema lazima nizungumze na mume wako kweli, nione kweli kile ambacho naomba ni. Sasa Mtume akasema ni kwamba huyu mwanamke asitoke kwa nyumba yake bila ruhusa ya mume. Ndiyo. Kisha anasema wala tasumu taw'an illa biidhni, na asifunge saumu ya sunna bila ruhusa ya mume. Wala tamna'uhu nafsaha, kisha asijizuie nafsi yake kwa mume wake. Yani wakati mume anamhitaji anafaa awe tayari wakati wowote. Asiseme mume wangu imekuwa hivi, la. Nilo jambo ambalo limekutoa kwenu ukaja hapo. Kwa hivyo masala mengine na Mtume katika hadithi nyingine anasema kwamba ikiwa huyu mwanamke atatoka kwa nyumba ya mume wake bila ruhusa ya mume wake, analaniwa na malaika wa mbingu na malaika ardhini mpaka atakaporudi. Yani ile laana inaanza wakati inamfuata. Saa yote umekaa wewe bado alaani watu hapo. Inakatika wakati umesharudi. Sasa Uislamu haumaanishi kwamba unamkandamiza mwanamke. La, huyu mwanamke ni kitu chenye thamani. Ndiyo. Anahitaji kuhifadhiwa. Popote anapoenda ni lazima ijulikane anaenda sehemu gani ili kuepusha shari. Ndiyo. Sasa ndio tukahimizwa kwanza mwanamke anahitaji kuwa mtiifu kwa mume wake. Mume anapojua mahala ambapo mke wake ameenda anakuwa ni mtulivu. Kwa hivyo hilo ndio sharti la kwanza. Pili, au haki ya kwanza. Haki ya pili kwa mwanamke kumtekelezea mume wake inaitwa matumizi au uangalizi. Kina mama nafikiria mnanisikiza. Mabinti ambao mmeolewa juzi nafikiria pia mnanisikiza.
mume wako anahangaika huko nje kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wewe uwe salama, upate matumizi kila unachohitaji. Na kule nje wakati mwingine hata akitoka hana uhakika kwamba atapata. Na wakati mwingine hawa wanaume pia wanapitia machungu. Ndio. Wakati wanapotafuta hiyo riziki. Kweli. Wengine wanasemwa, wengine wanadhalilishwa. Lakini hakati tamaa kwa sababu anataka familia yake iweze kuishi vizuri. Dada yangu uliolewa na dada yangu pia ambaye uko kwenye ndoa, hakikisha ya kwamba kile ambacho mume wako analete mezani, ebu kipangilie vizuri. Ndio. Umtunzie. Yani umhifadhi. Kuna baadhi ya wanawake maadamu wameona hela tu, mume amekuja na hela, ni ile amalize, mume atafute zingine. Na wapatia maisha ya dhiki. Sababu waume wengine hawataki kuambia wake zao wanapata mshahara wa pesa ngapi. Kweli. Kwa sababu wanahofia kwamba yule mke atatumia mpaka ndururu ya mwisho. Hata kabla ya mwezi hujafanya nini, hajui kusave na kadhalika. Yani zile ukimwachia 500 hapa, naomba hii iwe ni ya lunch, utasikia baadaye ile pesa hazitoshi. Wakati huo wewe unasubiri mwisho wa mwezi. Ndio. Kwa hivyo mwanamke mzuri ni yule mwanamke ambaye pia anachunga mali ya mumewe, mali ya mume wake. Ndio. Alafu anajituma pia. Ujitume kuhakikisha kwamba ile mali iko katika hali nzuri. Maana kuna wanawake wengine mume wake amenunua stoki ya chakula, lakini anaona yeye ni mwenye huruma, hajamuuliza mume wake, mimi nataka kupeana chakula hichi kwa mtu fulani. Utakuta anatoa. Na bila kujua labda mwenye alikuwa sheka program ya kwamba hichi chakula ni cha mwezi fulani. Kabisa. Sasa utakuta kuna ule mwanamke mwenye hana ile kwamba una ile huruma ya kwamba mume wangu yofanya kazi na kule pia anachoka. Maana huwezi jua kama kule kazini bosi yamtukana, kule kazini yapitia madhila gani. Kabisa. Sasa utakuta ukikitoa kile kitu bila ruhusa yake pia inakuwa kama umemkosea heshima. Ni kweli. Alafu pia kusaidia jirani, kusaidia mwenye haja, Uislamu unatuhimiza. Ndio. Lakini wewe mke pia, kabla hata hujasaidia kutoka katika lile fungu ambalo umeachiwa na mume wako, ni vizuri pia unaweza kumshauri. Ndio. Kwa sababu yeye katika fikira zake anajua ili fungu ambalo mimi nishatoa litampeleka mke wangu mpaka tarehe fulani. Kwa hivyo na hiyo tarehe fulani nitakuwa nishapata. Lakini safari ikikatikia hapa njiani, unampa mahangaiko mengi zaidi. Mwisho ndio unakuta baadhi ya familia wameingia kwa madeni, na yale madeni yanafanya pia baadhi ya vyombo nyumbani vinauzwa. Pia mnakuwa katika maisha ya huzuni. Kuna riwaya ambayo inasema jihadi ya mwanamke, jihadi ya mwanamke ni matumizi mazuri. Wewe vile ambavyo unatumia kile ambacho umeachiwa na mume wako, hiyo ndio jihadi yako. Ndio. Na ili naye pia, unajua wakati mwingine mwanamke ndiye anaweza kumfanya mwanaume akaendelea zaidi. Kweli, kweli. Hebu fikiria leo ukamwambia mume wangu, leo nimetumia hii na naona nimebakisha hela fulani. Mume akamwambia tumia katika siku kadhaa au kitu fulani. Naye kile ambacho amepata anasave na weza kufanya majukumu mengine. Kwa hivyo mwanamke, jukumu lako kubwa zaidi ni kuchunga kile ambacho mume wako anamiliki, ambacho kwa sababu ni chenu. Kwa hivyo usiweze kufanyia khiana au kakwenda kinyume. Na wakati mwingine pia kuna baadhi ya wanaume anampatia mke majukumu. Ndio. Ana biashara, anamwambia mke wangu simamia hii biashara. Ndio. Afawe makini zaidi. Na mke wangu simamia jambo kama hili. Kwa hivyo ni jukumu lako uweze kusimamia katika njia
iliyo nzuri. Naam. Naam, shukran sana Sheikh. Hakika imekuwa faraja zaidi kuwa na wewe kuanzia mwanzo hadi mwisho. Imekuwa ni kitu kizuri ili kuweza kufahamu mipaka ya ndoa ni ipi, ili ndoa ziweze kuwa na ile balance inaweze kuwa yenye kuwa na heshima. Shukran sana Sheikh. Asante. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya pili tukiwa naye Sheikh wetu Sheikh Yusuf ndani ya studio zetu za Mahdi TV umeweza kufahamu mengi ambayo ameweza kuiangazia. Mipaka ya ndoa ni muhimu sana kwa sababu mwisho wa siku ni nyinyi watu wawili mnataka kudumisha heshima baina yenu wawili. Hasa ukikosa kufanya hili lazima tu ile ndoa itakuwa na mtafaruku mwingi na itakuwa na kasumba nyingi na itayumba sana. Ila mkitekeleza mambo kwa kiuhakika basi naamini Mwenyezi Mungu haizi kosa kuzidisha neema na baraka ndani ya ndoa hile. Mpenzi mtazamaji, kabla nimalize usikose pia kusubscribe katika YouTube channel yetu ama @Mahdi TV Kenya kule YouTube ili uweze kufahamu na kupata mawaidha mengi na kupata pia nasiha mengi ama nasaha mengi ambazo zinahusiana na ndoa. Ni mambo mengi ambayo tutaweza kuyaongelea na kuyaangazia, ila kwa leo ningependa tukomee hapo na nikwambie maasalam.